Naam, hali gani ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV. Nikualike katika asubuhi nyingine, asubuhi ya Agosti 5, 2026 katika mwendelezo wa mada zetu za kesha la asubuhi. Na mada yetu ya leo inasema waliofanywa kuwa wana na binti. Fungu kiongozi ni katika Waefeso 1 aya ya 5 na ya 6, naye anasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa na urazi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, agano lilifanywa kwamba wote waliokuwa watiifu, wote ambao kupitia neema tele iliyotolewa wawe watakatifu katika tabia na bila lawama mbele za Mungu, kwa kuitumia neema hiyo wapate kuwa watoto wa Mungu. Tunapata kila kitu kutokana na neema. Neema ya bure, neema bora, neema katika agano iliagiza kufanywa kwetu kuwa wana. Neema katika Mwokozi ilitekeleza ukombozi wetu, kuzaliwa kwetu upya na kufanywa kwetu kuwa warisi pamoja na Kristo. Tunapoamini kikamilifu kwamba sisi ni wake kwa kuasilishwa kufanywa kuwa wana, tunaweza kuionja ladha ya mbinguni. Tuna ukaribu naye na tunaweza kuwa na mazungumzo matamu pamoja naye. Tunaona picha dhahiri ya upole na huruma yake, na mioyo yetu inavunjwa na kuyeyushwa kwa kutafakari upendo ule ambao tumepewa. Tunamsihi hasa Kristo anayekaa ndani ya Roho. Tunakaa ndani yake na tunajisikia tuko nyumbani pamoja na Yesu. Tuna hisia yenye utambuzi wa upendo wa Mungu na tunapumzika katika upendo wake. Hakuna lugha inayoweza kueleza, inapita elimu yote, maarifa yote. Tu moja pamoja na Kristo, uzima wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Tuna uhakika kwamba yeye aliye uzima wetu atakapodhihirika, ndipo nasi tutadhihirishwa pamoja naye katika utukufu. Kwa ujasiri mkuu tunaweza kumwita Mungu Baba yetu. Wote waliozaliwa katika familia ya mbinguni ni ndugu wa Bwana wetu kwa namna ya pekee. Upendo wa Kristo huwaunganisha pamoja washiriki wa familia yake, na popote pale upendo huo unapoonekana, uhusiano wa Mungu unadhihirishwa. Upendo kwa mwanadamu ni udhihirisho wa duniani wa upendo wa Mungu. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuupandikiza upendo huu ili kutufanya kuwa watoto wa familia moja. Mfalme wa utukufu alikuwa umoja pamoja nasi. Maneno yake ya kuagana yatakapotimizwa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, Yohana 15:12. Tunapopenda ulimwengu kama ambavyo yeye ameupenda, ndipo utume wake kwetu umetimizwa. Tunafanywa kufaa kwa ajili ya mbingu, kwa sababu tunayo mbingu mioyoni mwetu. Bwana na kubariki kuweza kufuatilia na kusikiliza tafakari hii, waliofanywa kuwa wana na binti katika Efeso 1:5-6, kwamba Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ametufanya tuwe wana na binti katika ufalme wake. Rafiki, mpokee Yesu, mkubali Yesu ili basi ufanyike kuwa mwana na binti ndani yake. Bwana akubariki, nikutakie siku njema.